Katika dunia ya leo hakuna tukio linalobaki kuwa la siri. Na tangu vurugu zitokee Tanzania, macho ya dunia yameelekea huko yakiitazama kwa ukaribu. Macho hayo sio tu ya watu, bali ya anga lote na teknolojia zilizopo huko. Wakati tarehe 29 Oktoba wananchi wakijitokeza mitaani wakiandamana wakidai haki zao siku ya uchaguzi, hakuna ambaye angeamini akiambiwa kuwa palikuwa na mashahidi ambao hakuna aliyeweza kuwashuhudia kwa macho. Mashahidi wanaoishi juu ya mawingu wakiwa kimya, hawaongozwi na hisia, na wanaandika kila sekunde ya tukio bila kuchoka. Wakati taifa likiwa kwenye sintofahamu ya kuzimwa kwa internet kwa siku kadhaa kuanzia tarehe hiyo ya uchaguzi, mashahidi wa angani waliendelea kushuhudia yanayojiri bila kikwazo. Siku walipohitajika kutoa ushuhuda wa walichokiona, walikuwa tayari si kwa maneno, bali kwa picha za ushahidi. Picha zilizoshuka kutoka angani, zikapita kwenye mitambo ya teknolojia, na hatimaye zikaanguka kwenye meza ya CNN. Na hapa ndipo ushahidi ulipopewa jina jipya, ushahidi wa satellite. Simulizi zinaishi leo tunafungua kuchunguza nguvu ya satellite na jinsi zinavyoweza kuona, kurekodi na kufichua hata yale ambayo hatufikirii kama yanaweza kuonekana. Swali la kwanza na la muhimu la kutafakari hapa, satellite ni nini? Ukibahatika kufika angani kwa udadisi, bila shaka utabaini ya kwamba kuna mashine ndogo ambazo zinazunguka huko kwa siri. Mashine hizo zina uwezo mkubwa kuliko majeshi. Mashine hizo ndizo zimepewa jina hili la satellite. Licha ya udogo wake, lakini satellite huzunguka dunia kwa kasi ya ajabu. Ni dakika 90 tu, kifaa hicho kinazunguka dunia yote. Ndani yake kuna macho ya chuma, kamera kali, sensa za joto, rada na mitambo inayoweza kutambua hata harakati ndogo ardhini. Ni kifaa kinachoonekana kidogo, lakini uwezo wake unaweza kubadilisha historia ya taifa lolote. Satellite zinawekwa sehemu gani kule angani? Ni kwamba satellite hazizururi tu angani bila mpangilio. Zinapangwa kwenye tabaka maalum, yani orbits. Ya kwanza ni low earth orbit, yani LEO. Hapa ndipo macho makali yanakaa, kamera zinazoona hadi kivuli cha mtu, na bila shaka hapa ndipo mashahidi wa matukio ya tarehe 29 Oktoba walipokuwa. Ya pili ni medium earth orbit, yani MEO. Hapa kuna GPS, Galileo, GLONASS, vifaa vinavyoipa dunia ramani na mwelekeo. Ya tatu ni geostationary orbit, yani GEO. Kilomita 36,000 kutoka ardhini. Satellite zinazobaki sehemu moja kama taa ya barabarani. Hizi hutupa TV, mawasiliano na utabiri wa hali ya hewa. Cha msingi cha kujua hapo ni kwamba kila tabaka lina jukumu lake, na bila kujua, dunia yote inategemea hizi mashine ndogo. Swali ni je, satellite zinawekwaje angani? Wadadisi wengi wanauliza, imekwaje satellite zikafika angani? Zinawekwaje hasa? Usichojua ni kwamba safari ya satellite inaanzia hapa ardhini, kutoka katika maabara na viwanda vya siri. Kisha rocket huwashwa, inapaa kwa nguvu ikipasua anga, ikilia kama radi inayokata kimya cha mawingu. Baada ya kufika juu, ganda la chuma hufunguka polepole kama alifanyavyo ua linapochanua. Ganda linapofunguka, satellite inaachiliwa, na hapo huanza kuelea peke yake. Kisha inawasha injini ndogo kama maandalizi muhimu ya kuingia kwenye orbit yake rasmi. Na kuanzia hapo, satellite inakuwa haina bosi, haina mipaka, haina usingizi wala haichukui rushwa. Kazi yake ni moja tu, kuona na kurekodi. Lakini ni nani hasa mmiliki wa satellite angani? Linapokuja swala la kumiliki satellite, ndipo hadithi inageuka kuwa ngumu na chungu kidogo. Kwa sababu si mataifa yote yana satellite. Hizi mashine zinamilikiwa na mataifa yenye nguvu pekee: Marekani, China, Russia, India, Japan, Ulaya, Israel na Korea Kusini. Ndio maana CNN imeweza kupata picha za juu ya dunia kwa sekunde chache tu, kwa sababu macho yao yako kila kona ya dunia. Lakini mataifa mengi, hususan barani Afrika, hayana uwezo huo. Mataifa mengi ya Afrika wanategemea taarifa ama wanakodisha macho ya wengine. Huu ndio mgawanyiko wa dunia, wanaoona kila kitu na wanaoonekana kila siku. Satellite angani ina kazi nyingi sana.
Licha ya kwamba ni gharama kuzimiliki, lakini haiondoi ukweli wa kwamba hizi mashine ni muhimu pia. Kwa sababu satellite sio kamera tu, ni mfumo wa udhibiti wa dunia. Zinafanya mambo mbalimbali kama vile ujasusi wa kijeshi, ufuatiliaji wa maandamano, kurekodi matukio ya usiku kupitia infrared, utambuzi wa magari, umati, mistari ya moto na majanga mengineyo, utambuzi wa mabadiliko ya ardhi, utabiri wa hali ya hewa, mawasiliano, TV, internet, GPS na ramani pia. Lakini zaidi husaidia kudhibiti ama kuzuia biashara haramu. Kwa hiyo CNN kusema walipewa ushahidi na satellite si jambo la kushangaza, kwa sababu kweli mashine hizi zinaweza kuona tukio hata kama serikali inajaribu kulificha gizani. Hakuna kitu kibaya au kizuri kinachopita bila kuonwa na macho ya satellite. Satellite zinaendelea kuboreshwa kila siku ili kuendana na teknolojia mpya na maendeleo pia. Inatazamiwa kuwa siku za usoni satellite zitakuwa na uwezo mkubwa zaidi ya huu ulionao sasa. Inasemekana zitaweza kuona kupitia mawingu, kutambua silaha kabla hazijatumika, kufanya ramani ya dunia kwa 3D, kutoa internet dunia nzima, kutambua mienendo ya watu kwa saa, kushika kumbukumbu za vizazi vyote. Kesho dunia inaweza kuwa mahali ambapo anga inatazama kila kitu bila shaka tena. Kama hatutapata uchungu na kiu ya maendeleo zaidi, basi kuna hatari sisi tukabaki kuwa wapita njia wanaotazamwa tu. Tukisema ukweli haujifichi si kwa sababu watu wanaongea, ni kwa sababu angani kuna mashahidi wasio na usingizi. Mashahidi ambao siku ile ya Oktoba 29 waliandika kila tukio linalojiri. Hii ni Simulizi Zinaishi, na leo tumekufungulia siri ambazo dunia inazificha juu ya anga. Tafakari kisha shusha maoni yako kuhusu teknolojia ya satellite. Unajua nini kuhusiana na satellite?